Hello. Mimi naitwa Patrick Umudavi. Nishaka hapa Kenya miaka yote. Nikiangalia vile kuna voendanga, kuna mtu ambaye analetanga chakula kwa meza, ni mimi mwenyewe tu. Napambana hapa na hapa. Mimi nilikuwa na Kenyatta katawala. Kenyatta akakufia hapa Kwale, akaenda zake. Nimekuja nimekuwa na Moi. Moi ametawala nchi hii miaka 20 ngapi? 24. Moi ameenda zake. Juzi amekufa kaenda zake. Hakuna mali nilienda kukopa kwa serikali ati mtu anipatie chochote. Napambananga, yani tunapambana sisi kwa sisi. Tumekuja tukapata nani? Kibaki. Kibaki amecheza miaka yote, miaka 14. Ameenda zake. Uhuru amechukua. Niko hapa tu. Sasa sisi kama ni wananchi ama president ambao wanapata uongozi, hakuna kitu ambacho wanatuangalia sisi ambao tuna kazi watupatie tu tuweke kwa mkono. Sasa Ruto amechukua juzi, na nikiangalia ile miaka Ruto amechukua sasa ni miaka 3. Zile amefanya kazi. Hizi miaka nikiangalia vizuri Ruto anaweza perform. Manake nikiangalia ile kazi amefanya haswa kwa hii barabara kutoka Mtwapa hii mahali kwa Mombasa hapa. Inakuja na hivi okay. Naona inakuja vizuri, hata kama pengine sisi serikali ya Kenya sijui ndio isimamia, tumepata na ile msaada na nchi zingine. Sasa naona hasa nchi inaanza kuja. Na juzi pia nimeona wakipima bridge hapa mbele hapa, bridge ya pili. Bridge ya pili na kuja kujengwa hapo mbele hapa, bridge ya pili tu. No, bridge ya pili imepimwa huku juzi. Jela baridi. Sasa naanza kuona vile nchi inaanza kuja. Ile ilisema building bridges. Wakiweka bridge 2 Mombasa ama 3, nchi tamanuva. Kuna njia moja ya kwenda Makirunge, pia naona imeenda kabisa, imeenda na Toboa, naenda Makirunge huko kabisa. Imefika kwa takataka. Na sasa Ruto miaka 3 ameenda hii. Nikiangalia performance yake naendelea vizuri. Alafu pia nikiangalia pia hii reli hii ni kutoka hapa Mombasa, ilikuwa pameoza sana hapa station hapa. Nimeona kidogo amerembesha, hata ameweka ka train kanatoa hapa watu kanapeleka kule Miritini. Inapeleka watu. Alafu juzi amelonji hiyo train. Ataketoke hapo paka ende wapi? Kisumu Dala. Mimi nikitoka paka Kisumu nikiingia kule Vihiga kwa Mudavadi naenda Tunywe. Itakuwa pia ni vizuri, sababu hii Mombasa kutoka ni harusi, kuingia ni harusi. Lakini kutoka si kitu rahisi. Walaga hakuna pesa. Si ati kutoka si kitu, hakuna pesa. Watu wamechukua kazi ambazo watu wangefanya, za poti zimepelekwa hivi tungefanya kazi, tumetafuta kazi, hatuoni kazi. Sasa tunakule tu ile ambaye percent ndogo ambayo tunaishi nayo. Sasa mimi nasema Ruto, hao watu wako maandamano wao. Hiyo ni kutafutia watoto maskini kukufa. Manake maandamano ni kama vile huyu mwenzangu ametoka hapa amesema. Je, umetrain maandamano? Wajua njia ya maandamano? Wajua ni vipi ukienda kwa maandamano unaenda vipi? Utaurudi kwa mzima ama utakurudi umekufa? Manake wengi wamekufa. Watu wangapi wamekufa kwa maandamano? Wale viongozi watu waingie kwa hospitali, waje kwa hospitali ndio waangalie ati hayo kwa maandamano. Ukienda kwa maandamano ujipange my friend. Hiyo mwenzangu amesema vizuri hapo. Ukienda kwa maandamano ujipange. Sababu pale pia kuna wale kuchunga, kuna guzi, kuna polisi wana mabunduki, kuna tear gas. Kwa hivyo sasa ni 50-50. Ukienda kwa maandamano ni 50-50. Naambia wazazi, ambia mtoto wako ukienda kwa maandamano jua si kitu kizuri. Anakupeleka pale, yeye kwanza ni milionea, yeye ni bilionea, akupatie kitu kama milioni 1 utumie. Niliona wakati Uhuru mheshimiwa Speaker Kioji wale wabunge ambaye wako bungeni na wale watu wengine
Kila mtu anasema mimi niko na milioni 120, milioni 50, milioni 70, bilioni 4. Sasa mtu kuna bilioni 4 na bilioni 2 na wewe mtu wa maandamano huna hata shilingi. Sasa utakuwa unaenda nini huko? Si wewe mtu akugawanyia kwa hizi pesa kupatia kama milioni 1. Mnachukua milioni amejaza kwa mifuko, alafu kwambia nenda maandamano. Yeye anabaki ameweka makoti anaangalia kwa TV na ukiangamia. Pakuangalie, yani ukuwe sharp. Sasa mimi naona hivi. Watu wamejaa mabilioni. Na kuandika mtu wa bilioni kazi, utamwandika kazi vipi? Hiyo hapo ndio mimi namlaumu Ruto. Mtu iko na bilioni 2 hivi umwandike kazi kwa masaa 11. Utakuwa unafanya kazi gani? Yaani kana andike watu kazi, si umwandike kazi. Ama bilioni hao waandike watu kazi. Maana kuwapatia kazi wataweka tu koti pale kwa kiti. Unaona tu koti imejaa kwa kiti, yeye mheshimiwa hayuko ofisini. Andika vijana kazi ambao watu wamesoma. Wale ambao hawajasoma nao waandikwe kazi za mikono, watu wafanye kazi. Lakini ukisema unaandika tu wale mabilionea wale ambao niliona kusema wao waandike watu kazi. Haheri wachukue tenda ya serikali kwa upande mwingine, alafu nao waandike watu kazi. Lakini kuandika bilionea kazi, hakuna kazi ya kufanyia friend, my friend. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa, mimi niko sina kazi. Nitakuwa na mabilionea wale waniandike kazi, wanipe kazi. Mimi ni engineer wa moto. Ijapokuwa hii kazi yetu ya engineering serikali nyingine imeharibu. Mita zilikuwa singi tukifanya hii kazi wakati Kibaki yuko ilikuwa si 2500 mita moja. Utaka mita unaenda pale unapata mita. Sasa huyo mtu ametoka na wewe ameweka mita za 20,000. Sasa mtu anaangalia hii nyumba nimejenga mita 20,000 tatoa wapi? Na sisi kwa tupata kazi hapa. Sasa wametuwekea mizigo. Sasa mtu hata inastahili sasa mtu akijenga nyumba, sababu Kenya Power nao pia ni watu ambaye wanataka mtu apatie pesa wawe na mteja. Waweke moto free, waweke mita free. Ili kwamba manake wao ni kutafuta nini? Market. Na kama si hivyo sola ziko hapa, watu watanunua sola, watu waweka moto sola, na Kenya Power watashangaa sana kweli. Sasa mimi nasema hivi, hii kazi yetu ya moto hii wapio Wandai kuweka mita shilingi 20,000. Kutoka mita shilingi 2,500. World Bank walikuja kuweka mita za bure hapa. Hakuna kitu ambacho walitaka. Sasa wanaweka mita 20,000 na sisi tutafanya hii kazi, watatufanya wapi kazi? Tuna hasira sana. Hiyo ndio kitu kinafanya Ruto, mimi kama mimi niseme si tu term. Manaka angalia upande wote. Lakini mimi naona anaweza perform, manake hakuna nyingine ambayo naona anaweza perform. Mimi nilikuwa ni mtu wa barabara ile. Sasa nashangaa ule mzali kufa vipi bwana? Nilikuwa ni kidogo naona anapanga hii serikali. Lakini sasa mtu anaitwa Sifuna alikuwa na yeye CJ. Mimi namuomba Sifuna kitu kimoja. Sifuna, kama unanisikiza, tengeza chama yako kama vile Gachagua alifanya. Wao ucheza chama cha wenyewe. Mimi nakuomba, wewe ni ndugu yangu. Mimi ni Mluya. Tengeza chama yako, zunguka Kenya mzima, kiuza hiyo kitu kisambaye. Si kwenda kwa chama cha ODM ambayo kilikuwa na watu ambaye vichwa ngumu, ambaye ufanye ati wewe ni nini. Tengeza chama chako fresh, kiite jina ama nua ile ambaye watu wameacha, anza kuuza chama. Utafute mapeni kivyako. Kama mafia vile leo ilivyokaa mafia. Usikae tu chenyeji, atunaingia kwa nyumba za watu ati na chama nyingine. Uburu ni mzee, Uburu atakulani baadaye, utapata shida baba. Chama cha Uburu kiliana na Waluya, ODM Kenya. Waje kupatia funzo. Chama cha Jaramogi Oginga Odinga kilienda na nani? Na Wamalwa kijana. Na ile Ford original iliharibiwa nani? Na Shukuku. Maana kwa Ford mwanzo. Shukuku akaifanya Ford Ajib, Ford Mizizi, na ule Jaramogi akafanya Ford Ajib. Alafu Shukuku akaenda kule Simba kule, wakaenda chama. Sasa chama cha Ford Kenya ni cha nini? Kama na Waluya. Sasa utachukua tena chama cha Ugwambo, usema utakimbia na utengeza chama. Mimi nakupatia kwa hii mic hii. Alafu nipigie simu, utawapatia namba zangu. Mimi ni mshauri.
Mimi naweza kuonyesha maarifa uende mbele, ni hapo peke yake.